na neno kuu linalotuongoza katika juma hili kwa mujibu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, changamkeni mkombozi yu karibu. Changamkeni mkombozi yu karibu. Changamkeni mkombozi yu karibu. Na neno la mahubiri ni lile ambalo limesomwa na mzee wa kanisa kutoka kitabu cha Luka ule mlango wa 1 mstari wa 67 mpaka wa 75. Luka ule mlango wa 1 mstari wa 67 mpaka wa 75. Siku ya Bwana ya pili katika majilio, yaani Adventi. Changamkeni mkombozi yu karibu. Luka ule mlango wa 1 mstari wa 67 mpaka wa 75 kwa mujibu wa kalenda za mwaka wa kanisa. Na nitawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Neno la Mungu linasema hivi: na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajalia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu. Tuokolewe na adui zetu. Tuokolewe na adui zetu. Tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Tuokolewe na maadui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo aliyomwapia Ibrahim baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utukufu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti unayeishi na kumiliki na kutawala, matendo yako yanatisha kama nini, vizazi baada ya vizazi. Wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Uhimidiwe, maana unalituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Ninaomba uwabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaoabudu nasi online na kwa njia ya redio, masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako kwa pumzi ya neno lako, na useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu, useme nasi tukusikie. Sema nasi Bwana wa mabwana, sema nasi mfalme wa wafalme, sema nasi usinyamaze, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina, wote na tuseme amen. Tumpigie tena Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Wapendwa mabibi na mabwana, kama nilivyosema, leo ni Adventi ya pili, yaani siku ya pili, siku ya Bwana ya pili katika majilio yetu, na Biblia inatupa neno katika kitabu cha Luka, na ni neno ambalo tunasimama katika zamu yetu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri, ratiba ya mwaka wa kanisa. Na tunayo mambo mengi ya baraka katika somo hili ambalo tumesoma, lakini tunaangalia juu ya Zakaria aliyekuwa kuhani mchungaji, aliyetumika kwenye madhabahu akiwa tasa, na mke wake Elizabeti walikuwa tasa.
malaika wa Bwana alimtokea Zakaria akiwa anafukiza uvumba siku iliyomwangukia ya zamu ya ukuhani. Na malaika akamwambia Zakaria, utapata mtoto wa kiume na mke wako Elisabeti atakuzalia mtoto. Lakini ndani ya Zakaria na Elisabeti kulikuwa kuna utasa umejengeka ndani ya maisha yao. Zakaria alikataa. Akasema, hapana, mimi ni mzee, lakini bora afadhali yangu mke wangu hasa kikongwe. Kwa hiyo haiwezekani jambo hili. Na malaika wa Bwana akamwambia Zakaria, kwa kuwa umebishana na Mungu kwa sababu ya hali ulio nayo inayokusonga, inayokusababisha uamini nothing will change in your life. Kuna mahali ambako unafikia, tunasema umefikia kwenye nafasi ambayo tunasema the point of no return. Umefika mahali ambako hakuna tena tumaini. Anamwambia Mungu, mimi ni mzee, lakini mke wangu Elizabeth yeye ni mkongwe. Ndipo malaika akamwambia, kwa kuwa umebishana na mbingu, na kifunga kinywa chako, na kifunga kinywa chako, hautasema mpaka mtoto atakapozaliwa. Hasa hapa siku ambayo Zakaria anarudi nyumbani, yuko bubu. Mke wake Elizabeti anachukua mimba, yuko bubu. Mungu alizuia kinywa cha Zakaria. Na ninaomba unisikilize vizuri. Leo ninafundisha. Na nataka unisikilize vizuri falsafa ya maneno na uharibifu wa brain. Yaani maneno na uharibifu wa akili ya mtu. Na namna ambavyo maneno yanaweza yakaharibu akili yako. Na Yesu Kristo alisema mapema, maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kila neno unalolisikia limegawanyika mambo mawili. Liwe neno lolote ni roho. Ama ni roho iliyobeba uzima, ama ni roho iliyobeba mauti. Maneno ni roho. Maneno ni roho. Unaweza ukaamka ukiwa mzima, ujambo, unacheza, unachati, simu moja tu dada amefariki, tumbo la kuharisha hapo hapo. Nikuulize, wengine wanaumwa kichwa, mwingine una faint, unazimia. Kwani kuzimia na neno la taarifa ya msiba linatokana na nini? Linafanyaje kwenda kusababisha mapigo ya moyo yabadilike? Mwingine pressure, mwingine sukari imepanda, mwingine ameparalyze, mwingine anakufa kabisa. Neno tu la simu, tena simu yenyewe ya kitochi tu, wala haina MB. Lakini taarifa inapokuja kwenye masikio yako. Kwa hiyo Mungu akakishughulikia kwanza kinywa cha Zakaria. You must keep quiet. Manake utaharibu mission ya Mungu kwa maneno. Alipofika nyumbani, bubu. Mke wake anapata mimba, bubu. Mpaka mtoto anazaliwa, bubu. Siku ya ubatizo anaambiwa sema jina la mtoto. Akaandika Yohana. Wale watu wakamwambia, huku katika ukoo huu, huku hakunaga jina la mtu huyu, umepata wapi? Akasema ni Yohana. Akaandika kwenye kibao. Alipoandika, mtoto alipoitwa Yohana, saa hiyo hiyo kinywa chake kikafunguka. Alipofunguka ndipo akatabiri maneno haya niliyoyasoma hapa. Very philosophical, very theological. Na akasema waziwazi mambo mengi, ametabiri utabiri wa Zakaria. Sasa ninataka kuzungumza mambo mengi asubuhi ya leo, machache yake ambayo tunaweza tukayaangalia katika falsafa hii pana. Tuna mambo kadha wa kadha ambao ningependa tuweze angalau kujadiliana kwa ufupi kwa sababu ya muda wetu mfupi asubuhi ya leo. Na Zakaria anasemaje? Sasa nataka kuangalia hoja za msingi za kifalsafa na kitheolojia. Hoja za msingi za kifalsafa na za kitheolojia. Okay, labda pengine kabla sijatoa hoja za msingi, labda nilete kichwa. Accordingly, kulingana
Na kile ambacho nimesema Mungu alikifunga kinywa cha nabii Zekaria kusema, kinywa cha kuhani Zakaria kusema. Mada yetu leo inasema hivi: maambukizi ya nishati hisia. Maambukizi ya nishati hisia. Maambukizi ya nishati hisia. Leo nazungumza jambo linalokwenda kwenye falsafa, psychology na theology na sociology. Maambukizi ya nishati hisia. Nitawafundisha tu, mtaelewa taratibu. Na tumeangalia maandiko ya mawili. Nitanukuu tu kitabu hicho cha Luka na kitabu cha Samueli kama inavyoonekana pale baadaye. Lakini naomba niende kwenye hoja za msingi. Hoja nambari 1, utabiri wa Zakaria. Utabiri wa Zakaria, ametabiri mambo mengi. Zakaria akajazwa Roho Mtakatifu, akasema atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tokea mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wanaotuchukia. Na hiyo ndio ambayo nataka kuizungumzia hapa. Hoja yetu ya kwanza, utabiri wa Zakaria, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwa wote wanaotuchukia. Ninyi mlikuwa pamoja nasi katika zaburi yetu ya leo. Labda nikukumbushe, zaburi ya leo tumesoma zaburi gani? Asante. Wewe usiseme tena mchungaji Kurwa. Ya tuambie washarika hawa. Mmesoma zaburi gani leo? Zaburi ya 68 mstari wa 1 mpaka wa 5. Ndio zaburi yetu ya kwanza. Nataka kuangalia the spirit of service, the spirit of today. Roho ya leo na emotion ya ibada hii. Lazima unaisikiliza ibada, unaelewaga Mungu anataka kusema nini. Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika, nao wamchukiao hukimbia uso wake. Kama moshi upeperushwavyo, ndivyo wapeperushao wao. Kama nta iyeyukayo mbele ya moto, ndivyo waovu wapoteavyo usoni pa Mungu. Bali wenye haki ufurahi na kushangilia uso wa Mungu, naam upiga kelele kwa furaha. Mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake. Tengenezeni njia ya barabara, apitaye majangwani kama mpanda farasi. Jina lake ni Yahu, shangilieni mbele zake. Baba wa yatima, baba wa yatima na muamuzi wa wajane. Ni ule mstari ambao unanukuliwa sana. Mungu ni baba wa yatima na mume wa wajane. Ndio hapo sasa mstari wenyewe. Baba wa yatima na muamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Hiyo ndio spirit, ndio Zaburi ya 68 mstari wa 1 mpaka wa 5 tuliosoma. Mungu huondoka, adui zake wakakimbia. Sasa utabiri wa Zakaria, kuhani Zakaria, mchungaji Zakaria, tuokolewe na adui zetu na mkononi mwao wote wanaotuchukia. Mungu akujalie kuwa. Mungu akujalie kuwa. Wapendwa, ninakuombea katika ibada hii kwamba Mungu akupe neema ya kuokolewa na adui zetu, ya kuokolewa na adui yako. Mungu akupe neema ya kuokolewa na adui yako. Akupe neema ya kuokolewa na adui yako. Ya kuokolewa na adui yako, au ya kuokolewa na adui yako na katika mikononi mwa wote wanaokuchukia. Hivi nimesema na mtu hapa? Hayo makofi hayatoshi, najua ni makofi ya wagonjwa, lakini baadaye mtapona. Mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya.
tuokolewe na adui zetu na mikononi mwa wote wanaotuchukia. Kuokolewa na adui zetu na kuondolewa mikononi mwa wote wanaotuchukia. Kuokolewa na adui zetu na kuondolewa katika mikono ya wote wanaotuchukia. Hakuna jambo kubwa katika maisha tunayoishi leo ambaye yamejaa chuki, fitina, usaliti, uzandiki, na hasa usaliti na fitina na chuki kwenye mioyo ya watu wengi. Na kama Mungu atakuokoa na adui zako na mikononi mwa wote wanaokuchukia, Mungu atakujalia kuwa na hicho kipawa na karama ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Atakujalia kuwa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa nafasi ya kuwepo hapa. Biblia inasema, umenisukuma sana adui yangu ili nianguke, lakini Bwana amenitengemeza. Lakini wenye haki huanguka mara 7 wakainuka tena mbele za Bwana. Sasa wenye adui zako, watesi, wataabishaji kama wanavyoitwa, wako very serious. Hakuna mtaabishaji wako anayekutishia anamaanisha. Nataka nikwambie, adui hajawahi kukutishia. Adui anamaanisha. Akikufitini ufukuzwe kazi, anamaanisha ufukuzwe kazi. Akikufitini, akisimama kukuroga aharibu biashara yako, anamaanisha. Sio kwamba ana try au kwamba anajaribu au kwamba atafanya utaabike alafu never. Hiyo ni one and forever. Once and forever. Na Biblia inasema asubuhi ya leo neno hili ni la kwako. Zakaria anasema, Mungu tuokolewe na adui zetu na mikononi mwa wote wanaotuchukia. Na iwe katika maisha ya kwako na familia yako na nyumba yako. Wanaokuchukia, wanaosubiri mabaya ya kupate, Mungu awape maisha marefu, waishi sana, lakini hawatakaa waone hayo mabaya yakipata familia yako, yakipata kazi yako, yakipata biashara yako, wala yakipata watoto wako wachache. Wangesema amina. Wako wapi wanaoungana na upako wa mchungaji Zakaria? Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii. Yule Mungu aliyemsaidia Zakaria na awe Mungu wako asubuhi ya leo, na akakutetee hata kuacha ukaanguka kwenye mikono ya adui zako. Sema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya, haleluya. Mungu akujalie kuwa, lakini Mungu awajalie watoto wako kuwa. Wanaotaka kuwa madaktari na wawe, wanaotaka kuwa mainjinia na wawe, wanaotaka kuwa watumishi wa Bwana wakubwa na wawe, wanaotaka kuwa wasomi na wawe. Wako wapi wanawake na wanaume hapa wenye uzao wanaosema amina? Wanaotaka kuwa viongozi na wawe, wanaotaka kuinuka kwenye biashara na iwe, sema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mungu akatumia kinywa cha mtumishi wa Mungu mchungaji Zakaria, akasema tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote. Sio wachache. Uokolewi na 2 na 3 na 3 wakashinda. Wote wanaokuchukia, wasiokutakia mema, Mungu atakuokoa na mikono yao. Watu wachache wangesema amina, alafu wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Sasa ninazungumza juu ya maambukizi ya nishati hisia. Naomba urudishe ile kichwa pale. Na sasa macho ubaoni. Naingia darasani. Hello, good morning class. Okay. Maambukizi ya nishati hisia. Nishati hisia kwa lugha ya Kiingereza inaitwa emotional contagion. Emotional contagion. Na hii emotional contagion, haya ni maambukizi ya nishati hisia iliyoko ndani ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine bila kutumia nguvu kubwa au maneno mengi. Emotional contagion. Nimesema nazungumza leo falsafa, theology,
psychology and sociology. Hizo branch 4. Na nikienda na wote amina, nikienda na wachache haleluya. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Kwa hiyo macho ubaoni. Sasa ni nini maana hasa ya nishati hisia, na kuna faida na hasara gani ndani yake? Ni nini hasa maana ya nishati hisia? Kuna faida na hasara gani ndani yake? Kwa nini Mungu alikifunga kinywa cha Zakaria? Don't talk, utaongea mpaka muujiza utokee. Okay. Hebu naomba uniwekee picha ile pale ya maambukizi ya nishati hisia. Macho ubaoni. Hii ni nishati hisia. Wataalamu wa psychology, wataalamu waliobobea na wabobezi wa psychology wamefanya research na kuiona namna inavyofanya kazi. Na nitazungumza kwa ufupi tu. Emotional contagion. Emotional contagion, ambayo ni maambukizi ya nishati hisia. Hawa ni watu wawili mashosti, marafiki tu. Wanakutana kwenye society. Nazungumza juu ya society na sociology. Wanakutana kwenye society. Huyu mtu akiwa na mawazo yakiwa ndani yake, ana uwezo wa kuambukiza mtu mwingine, na mtu mwingine akaambukiza mtu mwingine, na mtu mwingine akaambukiza mtu mwingine. Wote wakawa wameambukizwa. Mwisho wa ibada hii utajua kama wewe ni umeambukizwa, unaishi na maambukizi au la. Utajua tu. Ukisafiri na dereva, ukikaa kiti cha mbele na dereva, don't sleep. Don't sleep, Kurwa. Hello? Chungaji akisinzia madhabahuni, angalia washarika kule, wamelala kuliko mchungaji wao. Ukiwa unasafiri kilomita kwenye high road, ukitaka kulala, njoo nyuma ya seat. Sleep. Ukiwa na dereva Bennett, ukilala, contagion, emotional contagion. Dereva naye analala. Usingizi unaambukiza. Ngoja nikuambie. Ulishakaa mahali ukaangalia mtu hivi unaongea naye, au ni jirani yako, hata kama ni kanisani au kwenye party, anapiga miayo na wewe ukapiga miayo. Kakuambia nani? Maambukizi. Hizo zinaitwa maambukizi ya nishati hisia. Unamuona mtu analia, hujui anacholia, lakini analia tu, na wewe unalia. Kakuambia nani? Hujaenda kwenye msiba kukuta mtu analia kama wenzetu wa mkoa fulani, nisiutaje kwa sababu mmoja ametusaidia leo tukapata viti. Huyu hapa mbele, huyu rafiki yangu sana, mwanani sijui. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu hapa mbele. Sasa wakilia, kilio kikichanganyika, analia, alafu baadaye anauliza, mwenzangu kafa nani? Msiba wa nani? Mwe. Nimelia mwenzenu. Nani? Mkubwa, mwingine analia kabisa, alikuwa ananisaidia. Unajua kuna makabila analia kwa maneno. Rafiki yangu, kuna watu wanalia kwa maneno. Analia mwe, anapiga kelele, alinisaidiaga, alinipaka na lift kwenye gari yake mwenzenu, mwe. Alafu wenzake wanakuja kumwambia, mbona huyu mtoto mdogo? Mimi sijui mwenzenu, lakini bora nimelia. Maambukizi ya nishati hisia
ni kitu ambacho kinafanyika emotionally, automatic. Ngoja tuende taratibu. Kuna watu ambao kama umezaliwa kwenye familia ya watu ambao labda baba au mama ni mchoyo, wala hajakufundishaga, lakini kwa kukaa naye tu una maambukizi ya nishati hisia. Lakini kuna watu walikuwa wakarimu sana, wakaoa au wakaolewa na wanaume au wanawake wachoyo sana, hajawahi kumfundisha. Waswahili wanasema ndege wasiofanana hawawezi kuruka pamoja. Tashangaa na yule mwanaume amekuwa ni mkono wa birika balaa, na hajawahi kupelekwa tuition. Hebu rudisha ile kichwa pale ya wale watu. Maambukizi ya nishati hisia. Waswahili wazuri wanasema nionyeshe rafiki zako na mimi nitakuonyesha tabia yako. Nionyeshe tu unaishi na watu wa namna gani, mimi nitakwambia ulivyo. Kwa sababu ulivyo ni entire environment inayokuzunguka. Mambo ambayo yanakuzunguka ndivyo ilivyo. Asa kuna maambukizi mengi ya kihisia katika maisha yetu, mengi tu, yenye madhara makubwa tu katika maisha yetu. Na naweza ukaangalia ukajiuliza, hii mbona kama upepo wa ajabu, lakini ndivyo ilivyo. Ukikaa na mtu ambaye anaogopa uchawi, mshirikina, utashangaa na wewe unaanza kuwa mshirikina. Unajua kuna watu hata wakiwa hapa kanisani bado anaroga, utakuta naye anajiombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakai kwa utulivu. Na wewe ukienda naye kwenye fellowship utakuta na wewe umeingia kwenye mtindo huo huo. Twende taratibu. Ninyi mmekaa kwenye usharika, kwenye parokia, kuna wakati anakuja mchungaji fulani, usharika unakauka. Huwezi kuona hata chupa ya maji hapo nje, hata takataka, kwamba kuna mtu alikula chips akatupa mfuko hapo ardhini, hamna. Kwaya zinakaukiwa mpaka vesi. Wakiimba fungu la kwanza la pili hawakumbuki tena. Namwambieni ukweli, wameambukizana roho ya ukame, ukaufu na jangwa na utasa. Na Zekaria waliambukizana na Elizabeth jangwa, ukame na utasa. Anambishia Mungu, anamwambia hili jambo haliwezekani. Anamwambia akimruhusu akienda kwa Elizabeth na akasema through words talk, akimwambia Elizabeth nimeambiwa lakini nimekanusha, ujue kwa hakika hilo jambo haliwezi kufanikiwa. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Kuna wale ambao wana matatizo makubwa, wanataka kutuambukiza usingizi. Waamshe. Wana maambukizi yao wametoka nayo nyumbani kwao. Waamshe. Alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hello. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Nina mambo mengi ya kuweza kufafanua na kufundisha vya wazi na vya kawaida, lakini nataka niende kwenye deeply discussion asubuhi hii ya leo. Sasa naomba uniwekee hapo hiyo picha tena kwa mara nyingine. Nataka nikwambie, angalia maambukizi kwenye society. Kinachowaza, kinachozungumzwa, kinachozunguka kwenye society, namna ambavyo kina uwezo wa kuambukiza kutoka nguvu hii kwenda nguvu hii, kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na haya nimesema ni maambukizi ya nishati hisia. Nishati hisia. Ukikaa na watu ambao wanaamini hawawezi, na wewe utaendelea kuamini kwamba hautaka uwezi. Ndio maana pia kuna haja ya kuchagua marafiki zako. Angalia, mtoto alifanya vizuri form 1, akafanya vizuri form 2,
akafanya vizuri form 3, akaenda form 4, akakutana na rafiki mbaya. Anambia, unasoma nini bwana? Umetumwa na kijiji? Nini unasoma kiasi hicho? Na akakaa naye yule mzembe. Unajua, ni lazima wazazi, mtoto anapoanza kufanya low performance yoyote, kabla ya kukimbilia mapepo, lazima ujue rafiki yake ni nani. Muulize tu, rafiki yako ni nani? Mnafanyaga nini? Ujue behavior. Na kama kuna jambo la kuombea, ni hawa watoto. Angalia huyu sasa. Ndiye amekuwa kijana, ndiye anavunja ungo, ndiye anabalehe, ndio maambukizi. Anakutana na mwenzake kwenye umri wa namna hiyo. Na anapata maambukizi. Hapa yanaweza kahama mawazo ya bangi, wanaweza kuamua tuchome shule, wanaweza wakaamua wampige mwalimu, wanaweza kuondoka na chakula cha mwalimu tu, yani basi tu ubabe, wanaondoka na sufuria ya ugali wa mwalimu. Hivyo maambukizi ya nishati hisia. Muulize sasa, kwa nini mpaka ukafanya haya? Ni ubabe tu. Haelewi, ameambukizwa. Sasa ni nini sasa? Hii ni emotional contagion. Emotional contagion. Na kama nilivyosema, naomba uniwekee ile maana pale. Hii ni emotional contagion. Haya ni maambukizi ya nishati hisia iliyoko ndani ya mtu kwenda kwa mtu mwingine bila kutumia nguvu kubwa au maneno mengi wakati mwingine. Hoja ya tatu. Biblia inasemaje kuhusu maambukizi ya nishati hisia? Biblia inasemaje? Biblia inasemaje kuhusu maambukizi ya nishati hisia? Mfano mkubwa katika Biblia ni Daudi na Samueli huko Rama. Daudi na Samueli huko Rama. Na watheolojia tunasema Rama coverage. Rama coverage. Mji wa Rama ni mji, city, ulikuwa na coverage. Na mtu mmoja anaweza kabeba coverage ya city. Mwingine akijiadvance anaweza kabeba coverage ya taifa. Mwingine akijiadvance anaweza kabeba coverage ya dunia. Namna alivyo. Ngoja tuende taratibu. Ninyi mliosoma shule zetu za St. Kayumba, kuna wakati unakutana na mtoto mdogo tu, ni mwanafunzi wa shule ya kawaida, shule ya darasa la 3, darasa la 4, anaweza kukufitini akaambukiza shule nzima, mtu asikusalimie, na makundi yote ya kucheza akawanyima wasicheze na wewe. Kitoto kidogo hakijapata degree. Sasa kwa nini? Hizi ni hisia zilizopo ndani ya watu. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Samueli wa kwanza, ule mlango wa 19 mstari wa 18 na 24. Nataka kuangalia faida ya hii nishati hisia, maambukizi ya nishati hisia, emotional contagion. Emotional contagion. Faida zake zina faida kubwa na pia zina hasara sometimes. Okay. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 19 mstari wa 18 mpaka wa 24, Biblia inasema hivi: hivyo Daudi akakimbia, akajiponya, akamwendea Samueli huko Rama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Naye Sauli akaambiwa kusema, angalia, yule Daudi yuko katika Nayothi huko Rama. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Nao hao walipowaona jamaa ya manabii wakitabiri na Samueli amesimama kama mkuu wao, walikuwa wanatabiri, walikuwa wanasema, walikuwa wana announce, walikuwa wanazungumza. Samueli amesimama kama mkuu wao. Roho ya Mungu ikawajilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakaanza kutabiri. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine, nao wakatabiri.
Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya 3, nao pia wakatabiri. Kutabiri ni kuzungumza, nimesema. Na hapa nimesema juu ya Zakaria alivyotabiri. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama, akafika kunako kile kisima kikubwa kilichoko huko Seku. Akauliza akasema, je, wako wapi Samueli na Daudi? Na mtu mmoja akajibu, tazama, wako Nayothi huko Rama. Basi akaenda Nayothi huko Rama, na roho ya Mungu ikamjilia yeye, naye akaendelea mbele huku anatabiri mpaka kufika Nayothi huko Rama. Naye akavua nguo zake akatabiri mbele ya Samueli. Akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Na alikuwa anatabiri nini? Alikuwa anatabiri ya kwamba Daudi ndiye mfalme wa Israeli. Daudi ndiye atakaye wamiliki. Kiti cha Daudi kitakaa milele, kama mlivyoona akisema, kama alivyomwambia Daudi mtumishi wake ya kwamba kiti chako kitakaa milele. Nataka kuzungumza nini hapa asubuhi ya leo? Tunazungumza juu ya Rama coverage ambayo mtumishi wa Bwana Samueli alikuwa ana nguvu tunayoiita maambukizi ya nishati hisia ndani yake. Ndani alikuwa na nguvu, au alikuwa na positive power, kinyume cha negative power ya Sauli, kwa kiwango cha kubadilisha makamanda waliotumwa mara 3. Mara ya kwanza walitumwa makamanda wa konvoi hasa wauaji. Walipofika mbele ya Samueli na mbele ya Daudi, Daudi akiwa anatetemeka alipoona kikosi cha majeshi kimekuja, ghafla walipokuwa wanatabiri, wanasema maneno ambayo ni very positive. Ngoja nikuambie, ukisikia tunasema damu ya Yesu iliyobeba uhai wa Mungu, damu inenayo mema kinyume cha mabaya, na maanisha. Na kazi ya damu ya Yesu ni kunena mema kinyume cha mabaya. Ngoja, ulishawahi kusimama mbele ya watu na kuna kitu kinachoitwa phobia, hofu ya kusimama mbele za watu? Unajua kwa nini unaogopa kusimama mbele za watu? Mpaka unatoa majasho. Na kwa nini ukisimama mbele za watu unaweza ukisimama hivi vitu vyote vinafutika? Mihisia ya watu. Kundi kama hili, kila mtu ana hisia lake, la jana, la Kariakoo, la wapi. Yani mahisia kibao yako hapa katikati yao. Sasa kucontrol emotion za hisia za watu na waondoke kanisani waelewe mchungaji amesema nini. Oh my God, sio jambo dogo. Unaweza ukashake, unaweza ukahama. Ndio pale mimi ninasema pigeni makofi, kumbe nazungumzia kwaya kuu na waliomaliza kuimba ni kwaya ya uinjilisti. Kumbe kwaya kuu walikuwa hawajapigiwa makofi na walikuwa na emotion wao, ukanibadilisha kamia kwao. Wapigieni tena makofi ili waniache nihubiri. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Sasa mimi nawauliza hawa, mbona asema wewe umesema kwaya kuu, hujasema kwaya ya uinjilisti? Na mimi nawaona ni kwaya ya uinjilisti wanashuka na waona. Nachosema nasemea kwaya kuu. Kumbe wana mtingonyongo tangu asubuhi wameimba, hawajapigiwa makofi. Walipomaliza kuimba matangazo, nikasimama sadaka. Wapigieni tena makofi waniache nihubiri. Hebu punga mkono pamoja na mimi, halafu mpigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Sasa Biblia inasema Sauli aliyekuwa anamtafuta Daudi akatuma wanajeshi, makomando wa uaji. Walipofika wakakuta wamekuja kumuua Daudi, wametumwa kijeshi. That is an order. Na walipofika wakakutana na coverage ya tofauti pale Rama. Kule walikotoka wana hisia ya kuua. Walipofika kwa Samueli, hisia ya kuua ikabadilika. Wakaingia kwenye hisia ya kumlinda Daudi na kumpraise Daudi na kusema Daudi atakuwa mfalme. Wote wakaanza kutabiri, Daudi wewe ndiwe mfalme. Mibunduki yao wakatupa, mibomu ya machozi wakatupa, sijui mifaru yao wakatupa. Wakaanza kusema Daudi wewe ni mfalme, utamiliki milele kwenye kiti chako cha enzi. Hapata kuwa na muda, hapata kuwa na ukomo. Mungu atakupa kuketi daima na Masihi atatoka. Ni nini kimebadilisha atmosphere? Ndio nimekuambia
faida. Kuna mtoto wako anaweza akatoka nyumbani klaza, akaenda akaambatana na rafiki shuleni mwenye akili, na kuhakikishia mlishajitahidi naye vibaya mno, lakini akikutana na huyo rafiki wa namna hiyo, tunaamka usiku, tuna private time, tunakwenda kwenye vimbweta, tunakwenda kudiscuss, unashangaa mtoto anabadilika, anakuja wa tofauti kabisa, alisha kushinda, lakini rafiki yake amembadilisha. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Hiyo ndio faida yake. Hiyo ndio faida kubwa sana. Hiyo ni faida kubwa sana ya hiyo hisia, maambukizi ya nishati hisia, au kwa lugha nyingine emotional contagion. Sasa wale wakapata hayo maambukizi ya nishati hisia, wakageuka, wakaanza kutabiri Daudi ni mfalme, Daudi aishi milele. Sauli akaona hawa sio, wasiniletee ujinga, akatuma jeshi la pili. Walipofika wale wanajeshi nao wakabadilika. Wale ndio wa makomando wa X, walipofika wakabadilika, wakatabiri. Hey! Sauli akaambiwa tena nao wametabiri. Kwa nini? Rama coverage. Nataka unisikilize vizuri. Hebu punga mkono wako hapa, alafu nguse kwenye bega jirani yako, mwambie mchungaji anasema macho ubaoni, alafu msikilize vizuri. Unajua wewe ni mgonjwa, unaumwa dhiki ya ulimwengu, nitizame vizuri. Waliosoma Cuba ndio wanaweza kuelewa. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Ngoja ninywe maji kwanza. Inawezekana nikakuambukiza na wewe kiu ya maji, lakini utakunywa baadaye. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Naweza kuona mtu anakunywa maji, hata mkiwa mmekaa kwenye meza kwenye sherehe, unaona mtu amechukua glasi na unakumbuka kuna glasi. Umeambukizwa. Sasa nisikilize sawa sawa. Rama coverage ilikuwa ina mtu huyu anaitwa Samueli. Only a single person anayeweza kubadilisha hisia ya mauti na ya vita na ya kufa na ya kukata tamaa na ya kubadilisha mpango wa Mungu. Mtu mmoja. Ndio maana Biblia inasema mji unaweza ukasitirika na mtu mmoja. Ibrahimu alimwambia Mungu, je, ukienda ukikuta wawili, ukikuta watano, utaua? Anasema kwa ajili ya huyu hatakuwa amefanya coverage ya jiji. Coverage ya Sodoma na Gomora ilikosa mtu. Na kwenye Biblia inasema nami nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka pa familia, mahali palipobomoka pa ndoa, mahali palipobomoka pa mji, mahali palipobomoka pa nchi. Kwa nini? Coverage. Na tunakosa watu wa coverage. Nitaenda taratibu na utanielewa leo vizuri. Ngoja nikwambie. How about your family coverage? How about your family coverage? Family coverage yako ikoje? Biblia inasema alipokuja na maaskari wa grade nyingine ya 3, nao wakatabiri. Akaja Sauli mwenyewe. Sasa alipofika alisema mimi namchukua udogo na Samueli na kila kitu. Ngoja nikwambie, Sauli alikuwa na roho mbaya kiwango cha kuandikwa kwenye Biblia. Hata wale waandishi wa Biblia wakashindwa kujua roho mbaya inatoka kwa nani. Anasema na roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamsumbua Sauli. Si ya kutoka kuzimu unaweza ukaikemea ikatoka, ili toka kwa Mungu. Unaikemea kwa jina la nani? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Unajua kuna roho mbaya inatoka kwa shetani, anasema toka katika jina, na ikiwa imetoka kwa Yesu. Hii ndio ya Sauli. Roho mbaya. Na inaambukiza kama nilivyokuambia. Huyo mtu alikuwa na coverage ya roho mbaya. Na mimi nataka nikuambie, unaweza ukawa na bosi mmoja ana roho mbaya kwenye kampuni, kwenye organization, aka-influence kuanzia department zote, watu wote wanakuchukia tu kwa sababu ya coverage aliyokuwa nayo ndani yake. Kwa hiyo Sauli alikuwa na roho mbaya, roho chafu mbaya, binadamu mwenye roho mbaya.
mpaka Biblia imemwandika ni Sauli, the first king of Israel. Amekuja na roho mbaya ya kuua. Alipofika kwenye atmosphere ya mtu anaitwa Samueli akiwa Rama, akakutana na a very great and divine coverage. Mji umekuwa covered. Daudi will never die. Daudi hatakufa, Daudi hataishi, Daudi ni mfalme. Mawimbi yote, coverage zote, internet za mji zinasoma hivyo. Sauli amekuja na internet lake private, ametoka nalo kwenye mji alikotokea, amekuja kumuondoa Daudi. Alipofika, hawa wengine walifika karibu, wakaingia mjini Rama. Yeye alifika njiani, penye njia panda, akaulizia, hivi Daudi yuko wapi? Na Samueli alipoelekewa, njia ni hii, nenda mpaka Rama Nayoth, utamkuta huko Daudi na Samueli. Yeye akaanza kunena, akaanza kutabiri. Atmosphere, coverage, emotional contagion ikahamia ndani yake. Nishati, maambukizi, akaambukizwa. Unajua kuambukizwa ni kuja ukiwa mzima alafu unaambukizwa. Haya ndio maambukizi. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi hapa. Sasa Biblia inasema alipokuja ana hisia za kuwa, ni hisia hasi, akakutana na hisia chanya, positive power and negative power. Sauli ana negative power, lakini Samueli ana positive power. Na nguvu mbili zikakutana. Cha kumshukuru Mungu ni kwamba ile nguvu ya Samueli overall, ikatawala, ikamiliki. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Let me tell you something. Acha nikuambie jambo fulani. Coverage ya Mungu ilionekana tangu kitabu cha Kutoka. Musa alipokwenda mbele ya Farao, Farao akawaita waganga, wakaja nao na emotion zao na manishati yao ya kichawi na akili za kiganga, kaletwa pale mbele ya Farao. Na Musa akasimama, wakatupa nyoka. Nyoka zote fimbo zikageuka kuwa nyoka zote tu. Lakini fimbo ya Haruni ambaye iligeuka kuwa nyoka ikazimeza fimbo zote. Mungu wako ana nguvu. Oh my God, oh my God, oh my God. Ungempigia Jehova na makofi yanayoeleweka. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya. Biblia ninayosoma inaniambia huyo Sauli alipofika mbele za Samueli, akatabiri, akavua nguo zake, akaanguka chini, akalala usiku kucha. Wale walitabiri wakaenda wakalala, wakaenda kwa mamantilie wa mkate, wa mtori, wa makande, wa sijui pilao, wakaenda kula. Sauli hakwenda nyumbani, alibakia pale pale. Chezea Mungu. Ndipo anaposema hata kutia, utaokolewa na adui zako na mikononi mwa wote wanaokuchukia. Sema amina. Alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Nataka kusema nini hapa? Nataka nikuseme Sauli akatabiri, akavua nguo siku kucha, akatabiri ya kwamba Daudi ni mfalme. Kilichombadilisha nini? Amekuja na emotion gani? Amekuja na hisia gani? Ngoja niwaambie, mnaweza mkawa mmeanza Christmas vizuri nyumbani, tena kijijini, mmesafiri kwa furaha vizuri, mmepanga vya kupika vizuri, kishangazi kimoja tu, kidada chenu kimoja tu, ukajuta na kuja, ukajuta na kusafiri, kaambukiza hapo katikati. Kila mmoja ana uchungu na mwenzie. Maambukizi. Maambukizi. Yaani mpaka unasema hivi, kilichonitoa Dar es Salaam mimi nini? Mimi na hapa itapita miaka 7 sitaka nirudi hapa. Ni kwenye Christmas. Na umeisafiria na umeipangia na budget, na chenyewe hakina chochote, hata nguo anayokukosesha nayo amani umemnunulia hapa mjini. Emotional contagion. Na watakia Christmas njema. Hallelujah.
Wako wapi watu wanaoelewa sawa sawa hapa? Okay. How about your family coverage? Ni nini kilichokava kwenye familia yenu? Ni nini kimekava? Mko watu wa hisia? Mko watu wa kushindwa? Mko watu wa kujichukia? Mko watu wa chuki? Family coverage yako ikoje? Kama kuna negative coverage kwenye family, Mungu anasema namtafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka kwa ajili ya hiyo familia, na huyo mtu ni wewe. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Nawaambia kwenye familia wanaweza wakawa 12 au 13 au 11 ni negative kama wana wa Yakobo, lakini akasimama mmoja positive ambaye ni Yusufu, na familia inasimama, akaambukiza ile nguvu. Wale waliambukizana usaliti, chuki na kuua. Wanaambia tumuuze, tumuue, tumuondoe, tuone ndoto zake zitakuwaje. Wakachukua damu ya mbuzi wakaipeleka kwa baba yake, lakini Mungu alimuinua Yusufu. Sasa nataka kukuuliza, kila mmoja hapa na familia, hebu angalia family coverage yako ikoje. Kama family coverage yako ni ya watu wa aina fulani, lazima upate neema ya Samueli this morning itakayobadilisha hizo atmosphere zilizoko kwenye familia. How about society coverage? Unaishi kwenye society ipi? How about your society coverage? Yani kwenye jamii unayoishi leo, ni nini kilichokava? Niangalie. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Wewe umetoka Kadiva, umetoka Mbezi Beach, yule pale ametoka sijui Tabata, mwingine ametoka Tegeta, mwingine ametokea, na mimi nimetokea Kijitonyama kwa Alimaua pamoja na Tandale na kwa Mtogole. Hebu punga mkono pamoja na mimi. That is our society. Hivi kwenye society hizi coverage ipi iko hapo? Ni nini ambacho kimecover? Na unasikia nini? Unaona nini? Unahadithiana nini? Kwa siku ni jambo gani ambalo mnalidiscuss kwenye society? Ujue lina maambukizi. Ujue lina maambukizi. Ama kuharibu hisia yako completely. Ni mambo mawili. Ama uachilie positive power au negative power ikuataka kulingana na yale yaliyopo kwenye society, kwenye jamii unayoishi leo. Kuna wengine mko hapa, kuna wengine wako Marekani, kuna wengine wako Canada, kuna wengine wako China, kila mmoja mahali pake. How about your total life coverage? Jumla ya uwepo. Ni nguvu gani ambayo imefunika maisha yako kwa ujumla? Na watu wengine unaona wana nini kwenye maisha yao? Kuna wakati ambao wewe mwenyewe tu unajiangalia, unasema, kwa nini ile familia ya kina Kadiva wao walimpa nini Mungu mpaka wakafikia pale? Hivi kwa nini mimi kwenye maisha yangu nisifikiri? Na ndicho tunachokwenda kwenye kitu kinachoitwa role model. Unasema role model wangu mimi ni fulani. Role model wangu mimi ni fulani. Kuna vitu ambavyo ninavifanyia mentorship program kwenye maisha yangu. Najua sikuzaliwa navyo, lakini I can change my life. Na ndio maana kuna room katika maisha. Yesu Kristo anasema you must be born again. Unaweza kuzaliwa tena. Hivi ulishakutanaga na watu ambao wanaweza kuiga mpaka sauti ya mtu, mpaka mwenendo wa mtu? Yaani akiwa anahubiri hapa anaweza kuhubiri kama fulani, sitaki kumtaja. Nyinyi wengine mnafahamu sana. Hata Petro kutembea kwake, walimwambia Wayahudi hata mwendo wako tu ni kama ule wa Yesu. Kwa nini? Coverage iliyokuwa imecover maisha yake. Swali langu la msingi sahihi, yupo wapi Samueli wa leo? Yuko wapi Samueli wa leo? Na tunamhitaji Samueli wa leo. Katika maisha tunayoishi, tunahitaji Samueli wa leo. Wapendwa mabibi na mabwana,
wapelelezi waliokwenda kuipeleleza Kanani walikuwa 12. Wakarudi kutoka Kanani, 10 walikuwa na negative mindset, na wakasimama wakauambukiza mkutano mzima yale maambukizi ya kwamba hatuwezi kwenda Kanani, hatuwezi hayo majitu, hiyo ahadi ya Mungu na habari ya Ibrahimu ni utapeli mtupu, tutafute mtu akuturudisha Misri, Musa apigwe kwa mawe afe. Wajamaa wakabeba mawe. Oh my God. Musa anakimbia mawe, Mungu akatokea katikati. Na kama Mungu hakutokea kwenye wingu, Musa alikuwa anakuwa stoned, walikuwa wanamuua. Very serious. Kwa nini? Wameambukizwa. Coverage iliyokuwepo sio hata kidogo. Maambukizi ya nishati hisia. Lakini nikizungumza juu ya Yoshua na Caleb, wakasimama wakaambia watu, hapana, tunaweza bila shaka. Unaweza ukasikia neno huwezi likakufisha, na unaweza ukasikia neno tunaweza na likakuhuisha. Yes we can. Akasimama akasema no, yes we can, we must go. Na Biblia inasema ndio maana Israeli leo ipo, kwa sababu ya Yoshua na Caleb. Walikuwa watu wawili ndani ya watu 10. Nataka nikuambie hii positive power ina nguvu kubwa kuliko majeshi ya Sauli. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, asubuhi ya leo nataka nipate Samueli wa familia, na wapatikane Samueli katika jamii, na wapatikane Samueli katika jumla ya maisha yako unayoishi leo, na wapatikane Samueli katika taifa ambaye anaweza kawaza vinginevyo. Macho ubaoni. Hebu punga mkono pamoja nami. Sasa niangalieni. Niangalieni. Marekani kwenye September 11 ni usiku, watu waliamka, walilala, wakaamka asubuhi September 11 na majukumu yao, na wengi walikuwa wanakimbia kazini. Ilikuwa ni wakati wa ofisi zimeshafunguliwa. September 11 in New York, Marekani. Nimeenda pale New York, hapo palipokuwa pana ile minara miwili ya World Trade Center. Nimeenda hapo kupatembelea hapo New York, Marekani. Ilikuwa ni asubuhi tu. Watu waliamka wakiwa na amani ya maisha yao. Lakini chuki ya watu, magaidi, wakatengeneza kuua. Na Biblia inasema minara ile miwili ilipoangushwa pamoja na watu waliokuwa kwenye ndege, idadi ya mauaji siku ile ni watu 2,977. 2,977, takriban watu 3,000. Mbali na waliopata ulemavu wa viungo mbalimbali katika miili yao. Marekani na security yake, Bush akiwa president, wanaamka asubuhi na maiti 3,000, 2,977. Watu walipata trauma. Chuki ya wale magaidi ikahamia kwenye mioyo ya raia wa Marekani. Wanahoji, kwa nini? Security ilikuwa wapi? Jeshi lilikuwa wapi? Lakini pia, where are you God? Wale waliopoteza watu. Hivi umeshawahi kupata matatizo mpaka unauliza, hivi Mungu uko wapi? Watu hawakuchukia tu serikali ya Marekani peke yake, walimchukia mpaka Mungu. Unajua, kuna mahali ambako jamani dunia inapitiaga, lazima tujiulize na lazima tujifunze na lazima uelewe. Wale watu walichukia, si tu kwamba walichukia serikali, walimchukia mpaka Mungu. Wakakasirika, where are you God? Kwa nini umeruhusu haya yakatupata? Mtumishi wa Bwana kijana mdogo
alichukia. Malaika anamwambia, enenda kwa uwezo wako wewe ni shujaa. Akamwambia, where are you God? Uko wapi? Siku hizi umetuacha. Tulisikia habari zako Gideon. Akamwambia Mungu, where are you? Alikuwa anaishi na chuki kwa Mungu kwa sababu ya utumwa na mapito ambayo wamepitia, coverage iliyokuwepo katika mji. Kwa hiyo wale wa Marekani wakapata maumivu. Mitandao ya kijamii inazungumza, kila mtu ana lugha yake, ni confusion. Na nataka mwende mkarejee vizuri, mfanye library, mwe mnafanya research, mrejee muangalie Marekani ilikuwa katika hatua gani that time. Kila mtu anazungumza, na ile chuki ya magaidi ikishafanya tukio, ile chuki inahamaga kwa magaidi, inakuja kwenye mioyo ya watu walioumizwa. Emotional contagion. Gaidi anapaswa kufanya kitu kimoja cha kituko, alafu kilete chuki na uchungu ndani ya watu. Amemaliza kazi. Na hicho ndicho alichofanya na kufanikiwa Osama bin Laden. September 11. Confusion. Hakuna mtu anaongea. Hakuna mtu anasikika. Hakuna mtu anaelewa. Hakuna sentence. Watu wote ni wagonjwa. Huyu akikutana na huyu aliyekuwa mzima, akikutana naye tu. Hebu weka ile picha pale. Weka ile picha pale, niwafundishe nimalize hapa, mimi naondoka zangu. Christmas hii. September 11. Yaani unaona September 11 inahama huku inahamia huku. Huyu anatoa maoni yake. Uzembe wa upelelezi, kulikuwa hakuna security, sijui mamlaka ya anga, president ajiuzulu, sijui huyu anasema mkuu wa anga lazima afanye kitu gani, sijui walikuwa wapi security, sijui New York, sijui yani kila confusion ilikuwa hapo. Lakini ahimidiwe Bwana, Biblia inasema nchi ikiwa katika mazingira haya ya confusion, aliitwa. Watu wakajiuliza, ni nani anayeweza kuwa na coverage ya kukava Marekani ikatulia? Alafu tukaanza kazi ya kutafuta huyo mtesi wetu ni nani, kumpata Hamani ni nani, kupata gaidi huyu ni nani, nani anaweza kuwa na hiyo coverage? Historia inaonyesha ya kwamba walimtafuta mchungaji mmoja anaitwa Daktari Billy Graham, wakamuita kutoa speech kwa ajili ya kuiponya nchi ya Marekani September 11. Kwa nini? Confusion. Confusion. Na Biblia ninayosoma inaniambia alisimama mtu mmoja katika Biblia anayeitwa Petro, akahubiri kwa Wayahudi waliokuwa wamechanganyikiwa, na watu 3,000 wakageuzwa mioyo yao. Ndivyo alivyosimama Billy Graham kwenye confusion. Billy Graham alisema, ninasikitika kutoa speech wakati huu ambao kila mtu amechanganyikiwa. Moja ya maneno aliyosema Billy Graham, mchungaji, akasema watu si tu kwamba wanachuki kuchukiana wao kwa wao, si tu kwamba wanachuki kuchukia kila kitu kwenye maisha yao. Kwa bahati mbaya watu hawa wamemchukia mpaka Mungu. Ni sentensi ya speech ya Billy Graham, nilipoisikia nikalia machozi. Sema, najua mmechukia mpaka Mungu. Kwa nini ameruhusu watoto wenu wasomi, watu wa maana, na hili likapata nchi hii? Na sisi tunaomba, where are you God? Viongozi wa dini, viongozi wapo, lakini kwa nini hii imetokea? Billy Graham akaambia, Mungu ametupeleka shule, tunaomba tu graduate ili tujue nguvu ya chuki na uadui wa chuki, na ya kwamba Mungu hata tuacha. Kuna shule tumepitishwa, na hii darasa Mungu ameona ipite kwetu. Na maneno mengine ambayo aliongea yule mchungaji, nchi ikapona. Mpaka leo ikapona, ikapokea, ikawa nchi. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na hawa ndio akina Samueli wenye coverage.
Coverage ya namna hii haitengenezwi kama popcorn. Mimi naambiaga watoto wangu hawa kina mwinjilisti wangu na wahubiri wanaokujaga hapa kwenye madhabahu, kutengenezwa mpaka uwe mchungaji, uwe mhubiri, uwe mwalimu mwenye coverage ni process. Ni process. Upite kipindi ambacho Mungu anakutengeneza, unasimama na neema na nguvu, kiwango cha kubadilisha mabaya yakawa mema. Ni process. Sio kuamka asubuhi kama popcorn unasema kwa lugha basi. Never. Kwa mamlaka ya Billy Graham aliyeweza kuituliza Marekani kwenye confusion ya September 11, na kwa neema aliyokuwa nayo Samuel aliyeweza kuondoa confusion ya Sauli ya kumuua Daudi, mtu mbaya kama Sauli ambaye aliposimama katika maisha yake, alipokuja kufa, mahali alipofia Sauli, nawaambieni paligeuka kuwa jangwa, kwa sababu ni damu ya mtu mbaya imemwagika juu ya uso wa nchi. Lakini Samueli alikuwa na negative, alikuwa na positive power. Ni maombi yangu kwenye familia yako, Mungu akuinue wewe. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Lakini kwenye jamii unayoishi, Mungu akuinue wewe. Na mahali ulikotoka, Mungu akuinue wewe. Wako wapi watu wanaosema amina hapa, wanaoweza kusema amina? Haleluya. Lakini ni maombi yangu Mungu ainue akina Samueli wa leo katika kila nyumba. Asikosekane Samueli anayeweza kubatilisha mabaya katika hiyo nyumba, anayeweza kusema hapa hapana, huyu apelekwe India, hii figo nitailipia mwenyewe, huyu asife saa hizi, Mungu muongezee siku za kuishi, gharama ya kwenda India nitalipa. Kwenye familia yenu asikosekane mtu wa namna hiyo. Sijui kama kuna watu wachache wanaonielewa sawa sawa. Apatikane mtu, wapatikane watu wa Team November watakao sema habari ya kukalia viti ambavyo havifanani na Kijitonyama, hapana, wakaleta vipya. Walipoenda ile nguvu ikaambukiza kwa Wahindi. Wako hapo watu wanaonielewa sawa sawa hapa. Ile nguvu ya kutoa sadaka ya watu wa November ilipofika kwa Muhindi naye akaambukizwa hapo. Akasema mkitoa buku natoa buku, mkitoa 1500 na mimi natoa 1000. Mtingempigia Bwana makofi yanayoeleweka, makofi ya shangwe. Kama hawakuwa na positive mindset, lini hivi vitu vingekuja? Na wauliza, kama hapakuwa na kitu kinachoitwa Team November, wakaenda kutafuta viti, huyo Muhindi angejuaje sisi tuna shida ya viti? Sadaka hii ingekujaje? Alafu mpigieni Bwana makofi watu ambao mnanielewa sawa sawa. Na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, ninasema kwenye nyumba yenu asikosekane mtu wako. Watu wanaosema amina wangempigia Jehova. Kwenye usharika huu asikosekane mtu. Oh my God, oh my God, oh my God. Nasema kwenye society na mahali pako asikosekane mtu, na huyo mtu ni wewe kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wanaopokea upako wa Samueli? Hebu nisaidie kuatikisa watu 2 watatu, waambie neema ya Samueli na iwe juu yako. Wakija watu wenye nia mbaya, badala ya wewe kuharibikiwa, uwezo ulioko ndani yako ubadilisha atmosphere. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina, wanaoweza kumpigia Jehova na makofi ya shangwe na vigelegele? Ni hawa wanaoweza kushangilia asubuhi ya leo. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutakia neema ya Samueli kwenye nyumba yako, neema ya Samueli. Mungu anayewaita watu, aite wakina Samueli. We need them today. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa? Pigie Jehova na makofi ya shangwe na vigelegele. Piga tena, Yesu asikie. Hallelujah. Yani ninakuombea kwenye hiyo kwaya, kwa kuwa upo, hiyo kwaya ifanyike class, iwe of first class. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Nataka nione watu wanaosema amina. Hiyo kwaya ipo, lakini kwa sababu wewe upo, hiyo kwaya lazima iwe first class kwa jina la Yesu. Ninauombea mji wa kwako. Hautakuwa tu na coverage kwenye ofisi yako, unakava mji mzima. Wako wapi watu ambao wanasema wanakava mji? Ninawaombea vijana wa usharika huu, nendeni mkakave majiji, mkakave. Oh my God, oh my God, oh my God. Kuna wengine ambao mtakuwa na coverage ya city. Yani Samueli alikuwa na coverage ya Rama nzima.
Samueli ameifunika na upako. Ni maombi yangu katika ulimwengu wa biashara, wewe uwe na coverage kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika ulimwengu wa wasomi, wewe uwe na coverage kwa jina la. Wako wapi watu ambao wananielewa hapa? Katika wanawake ambao wana coverage, niona wanawake waliovurugwa hapa wanaosema amina, na huyo mwanamke awe ni wewe. Piga vigelegele vya shangwe, pigie Jehova na makofi ya shangwe. Haleluya! Yani ngoja nikuambie, ninakuombea leo, hata wachawi wakikaa kikao cha kujadili familia yenu, waseme mjadala sawa, kikao sawa, ajenda zote sawa, lakini tatizo fulani yumo ndani ya hii familia, sisi hatutamweza. Oh my God, oh my God. Wako wapi watu wachache wanaosema amina hapa? Wangempigia Jehova. Piga vigelegele vya shangwe. Haleluya! Adui wakini udhi nami nikisumbu, Mungu atafanya nini? Mungu atavige viweza. Adui akiniudhi tena, adui kini. Ungesimama kwa miguu yako, tungesimama mahali ulipo. Mungu vigeuza viwe bara, au nificha unificha noni. Hayo makofi hayatoshi. Haleluya! Je, umeshuka moyo? Je, umeinama nafsi yako? Je, umeambukizwa huzuni? Je, umebeba mauti ya kuambukizwa? Je, umebeba ufukara wa kuambukizwa? Je, umebeba huzuni ya kuambukizwa? Upako wa Samueli na uwe juu yako. Yule Mungu aliyekuwa ndani ya Samueli na awe juu yako, katika jina la Yesu Kristo. Niishipo duniani ni tufani daima, lakini ukinilinda rohoni nitakaa salama. Niishipo niishipo duniani, niishi duniani, fani dai, anilinda po, anilinda poro onini takasala, unificha, 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 Wapendwa, nataka kuomba kwa ajili yako. Tunamtaka Samueli. Tunamtaka Samueli. Na yawe ni maombi yetu. Tunamtaka Samueli. Atakayeondoa confusion. Atakayekomesha magonjwa ya maambukizi
atakayeondoa maambukizi ya nishati hisia, atakayeondoa emotional contagions katika maisha yako, maisha ya familia, maisha ya nchi, maisha ya dunia nzima. Tunamhitaji Samueli. Na ni maombi yangu Mungu ainue Samueli kwenye familia, ainue Samueli kwenye nyumba, ainue Samueli kwenye boma, ainue Samueli kanisani. Tupate akina Samueli wenye nguvu ya ndani itendayo kazi ya kubadilisha mambo. Kama Mungu alimuinua Billy Graham na Marekani karudi mahali pake, tunamhitaji Samueli wa leo. Tunamhitaji Samueli. Kuna watu wamenielewa sawa sawa. Kuna watu wamenielewa kwenye hii ibada. Kuna Watanzania wachache wamenielewa kwenye hii ibada. Tuna maambukizi Kadiva, tumeambukizwa. Tuna emotional contentions kubwa. Emotion contention kubwa. Tumeambukizwa maambukizi ya nishati hisia mbaya ya chuki na hasira na uchungu ndani ya mioyo ya watu. Na hakuna anayeweza kuondoa, ni Samueli peke yake. Ni Samueli peke yake. Na ni maombi yangu Mungu atupe Samueli wa leo. Kwenye maisha yako tupate Samueli wa leo. Kwenye miji tupate Samueli wa leo. Kwenye kanisa tupate Samueli wa leo. Tupate type ya Billy Graham aliyesababisha Marekani ikasurvive na kuondoa chuki na uchungu na hasira. Na hayo ni maombi yetu leo. Sasa nataka kuomba. Nataka kuomba na watu wachache hapa. Na maombi yetu ni haya. Ombea hali yako ya maambukizi ya nishati hisia. Ni ombi moja tu nalotaka kukuombea. Ombea maambukizi ya hali yako ya nishati hisia. Kama kuna nishati ya negative imekusema na wewe utakaa uweze. Umekaa na mtu, unajua kuna wadada walikuwa smart wakaolewa na mwanaume ambaye analalaga na kiatu kitandani. Soksi zinanuka. Akahangaika naye wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, naye akaambukizwa nishati hisia. Huyo dada sasa ananuka kikwapa kuliko yule mwanaume. Hivyo. Hizo ni negative. Lakini kuna nishati hisia ambazo umekaa na mtu, ulikuwa hauko hivyo, na umeona kuna kitu anakuambukiza na kina work kwenye maisha yako. Akili ya biashara, akili ya kumcha Mungu, akili ya darasani, utashi. Anaweza hata akawa ni mchungaji kama huyu Billy Graham au Samuel alikuwa ni mchungaji. Lakini alikuwa na positive power. Na ndio maana nasema alivyo mchungaji ndivyo na kondoo zake walivyo. Makofi machache hapo. Sasa nataka uombee hiyo neema. Mimi sijui uko kwenye positive au uko kwenye negative, whatever. Maana hapa tuna magroup mawili. Kuna walio upande wa wale wapelelezi wawili, alafu kuna ambao wako kwenye wapelelezi 10. Wanasema hatuwezi. Lakini Yoshua akasema tunaweza bila shaka. Ikaleta Israeli iliyopo leo. Sasa nataka kuomba na watu wachache hapa ambao wanasema kwa kweli mchungaji, nimeambukizwa. Sikuwa hivi. Mimi najiona sio. Na hata nikijiangalia najiona sio, na mahali nilipo sivyo. Yani picha yangu nayoiona ya maisha yangu ni nyingine, na ninayoishi leo ni nyingine. Nina picha kwenye biashara, na picha kwenye organization yangu, nina picha kwenye litaasisi, yani nina picha fulani, lakini maisha ninayoishi ni tofauti na ile emotion. Naona nimeambukizwa maisha yasiyokuwa ya kwangu. Songa hapa mbele. Nataka kuomba kwa ajili yako. Umeona umeambukizwa maisha si ya kwako. Hata wewe mwenyewe ukijiangalia unajua si mimi. There is something wrong somewhere. Come here. I have to pray for you. Kuna maambukizi si wewe. Unajiona kabisa si mimi. Njoo hapa mbele. Lakini kuna watu wachache ambao leo wameelewa kwamba
nina maambukizi ya kihisia ambayo ni positive sana, kutoka kwa mama yangu, kutoka kwa mentor wangu, kutoka mahali fulani, kutoka kwa mke au mume, kutoka kwa mchungaji wangu. Nataka uombee, ama positive au negative, whatever. Kila mtu anajua yukoje. Lakini na wataka wale ambao wanaona taswira ya maisha yao, lakini hawako hivyo. Hata ukilala, hata ukitembea, yani hauishi maisha yako, umeambukizwa nguvu nyingine kama ya. Mimi nawaambieni nguvu hizi zinaambukiza vibaya. Kama mwanaume anaweza kaambukizwa nguvu akageuka kuwa mwanamke, unafikiri nini? Very bad. Njoo hapa mbele. I want to pray for you. Unajiona kuna mambo makubwa kabisa ningeweza kuyafanya, lakini nashangaa hii nguvu ambayo imenishikilia leo nashindwa kufanya yale ambayo ninapaswa kuyafanya. Nimesema hapa tuna makundi mawili, positive way or negative. Kuna waathirika walioambukizwa wakachukuliwa kile cha Mungu, ndio hao wako hapa mbele. Kuna wale ambao kimsingi wanaona kila siku wanakuwa na coverage mpya. Nataka uombee hiyo coverage ya kwako.